Leo tumekuja kwenye shughuli hii ambayo dada zetu katika imani wametushirikisha na wametualika katika maana ya shughuli kubwa mbili. Moja ni katika maana ya kutuelezea na kutushirikisha juu ya nini ambacho wanafanya wao katika shughuli zao, lakini upande wa pili ni kuweza kuchangia fedha kwa ajili ya kusaidia wenzetu wana mahitaji, kwa maana kituo cha Upendo Orphanage ambacho kituo hiko kinafanya kazi ya kulea watoto na kuwafundisha watoto maadili mazuri. Kwa hiyo na sisi tumekuja tumeshiriki jambo hilo, na tunawashukuru sana kwanza kwa utayari wao kufanya hivi, kwa sababu mambo haya yanapofanyika ni huruma ya mtu, ni huruma ya mtu na utayari wa mtu kushiriki katika kuchangia, na baada hapo kuona jinsi gani unaweza kupeleka mambo haya. Kwa hiyo sisi tunashukuru, lakini kwa kipekee nawashukuru pia wote ambao wamejitokeza kuchangia shughuli hii na kuifanya shughuli imependeza sana. Wewe kama kiongozi umezungumza swala la watatoa nafasi kwenda umra kwa wasichana. Wewe ukiwa kama kiongozi na ni kijana pia, kwako umekuwa mtazamo gani? Ni mtazamo mzuri sana, na mimi binafsi yangu naweza kufurahishwa sana kwa sababu unajua tutake tustake, msingi wa ubinadamu wetu unaanzia kwenye mtazamo wa dini. Dini zetu zinatufundisha utu, dini inatufundisha huruma, lakini dini inatufundisha kuwezesha. Kwa hiyo ukikosa msingi wa dini, ndio ile ambayo lugha ya mtaani unasema unakuwa kama mtoto wa kikopo, yaani unakuwa ueleweki, watu hawakuelewi. Lakini ukiwa na dini na umeshiba imani, haya mambo yote yanawezekana. Kwa mfano kitendo cha leo kilichofanywa na sisters in imani ni wazi kinaonyesha kwamba wao ni kwanza ni walezi, kwa sababu ile kundi ambalo wanataka kulipeleka umra na hija ni kundi la watoto ambao tunasema ndio wanakuwa watu ambao wanakwenda kutengeneza jamii, wanakwenda kutengeneza taifa. Kwa hiyo maana yake kuwasaidia wao kwenda kuwapeleka katika holy place kama pale ni kuendelea kuwapa nafasi ya kujiuliza tena purpose yao ya maisha ni ipi. Kwa hiyo kama purpose ya maisha yetu sisi ni kuendelea kumsalia Mungu wetu na kumwabudu na kuwatakia heri watu wote waliotangulia, manake ni kwamba hili linakuwa jambo jema zaidi. Kwa hiyo nawapongeza na kuendelea kuwatia moyo kwamba mwakani basi, hata kama mwaka huu mmepanga wachache, mwakani waongeze namba, na basi na wengine wapate kwenda waende wakajifunze juu ya dini yao. Kuna baadhi ya mambo kapewa mwanamume na kuna baadhi ya mambo kapewa mwanamke. Inatakiwa uchuzi, utafute ni yepi ya wanaume mwanamke asiyatamani na yepi ya wanawake wanaume wasiyatamani. Qur'ani imeweka hivyo wazi wazi, lakini katika mwendo watu wote wanatakiwa waende pamoja. Na watu wabaya wametafuta baadhi ya visingizio, kwa mfano zile aya za mirathi, lidhakari mithlu hadhil unthayaini, kwamba wanaume wana mafungu mawili kwa wanawake. Imekuwa ndio cheleko imeanzia pale, lakini sisi tunawaambia nendeni mkaisome vizuri Qur'ani. Utakuta katika mafungu 6 ya mirathi mengi ni ya wanawake, na kuna wakati mwanamke anachukua nusu na mwanamume anachukua nusu, lakini kuna sehemu mwanamke anachukua thuluthi 2 ya mali, mwanamume anachukua thuluthi 1, na kuna sehemu mwanamke anachukua 1/8, mwanamume hana kitu. Ni wewe tu namna ya kupanga katika ile mirathi. Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri, na inshallah tukipata nafasi siku nyingine tunaweza tukaizungumza mada hii kwa namna nzuri, ili mwanamke akiondoka pale ajue yeye ameruhusiwa kufanya kila kitu kwa ajili ya maendeleo yake, upande wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Asante sana. Asalamu alaykum warahmatullahi. Event hii ambayo tuliipa jina Iftar Gala, event hii ambayo inaandaliwa na taasisi isiyo ya kiserikali ya Sisters in Iman. Tumekuwa tukifanya Iftar Gala kwa miaka 4 iliyopita. Huko nyuma tumekuwa tukifanya kitu kama hiki, na dhumuni kuu la iftara hii ambayo tumekwenda kuifanya leo hii ni kwa sababu tu ya kuhakikisha kwamba tunakusanya kiasi cha fedha kwa ajili ya wahitaji. Wahitaji hao si wengine, ni watoto mayatima, wanawake wasiojiweza, wajane, lakini pia kama tunavyofahamu tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunafahamu kwa sisi Waislamu katika kipindi hiki
unapokuwa unatoa sadaka japo kidogo, basi Mwenyezi Mungu kuongezea maradufu. Hivyo nasi tumeona ni wakati mzuri sana kutumia fursa hii kwa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na kukutanisha watu mbalimbali mashuhuri. Tunakwenda kuwa nao pamoja na mwisho wa siku tunakwenda kukusanya fedha hizo. Tunashukuru sana kwa kipekee Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Kwa kweli kwa heshima kubwa sana tunamshukuru Mheshimiwa Waziri ameweza kuungana na sisi siku hii hapa Serena Hotel. Lakini sio tu Waziri Ridhiwani Kikwete, tuliweza kuona watu wengi wameweza kuungana na sisi. Tulikuwa na dada yetu Asha Rose, mbunge wa Singida, tulikuwa na bibi yetu mstaafu Bi Sofia Simba ameweza kuungana na sisi pia, lakini tumeweza kuwa na mama yetu Fatma Abdallah ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Puma Energy. Yeye pia ni mmoja kati ya watu ambao wametuunga mkono, na kwa kweli kipekee kabisa tunashukuru shughuli hii imeweza kwenda salama, na nafikiri kama mlikuwa kule ndani wenyewe mtakuwa mmejionea namna ambavyo tulipoanza ule uchangishaji wa watu kujitolea kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia, na wale ambao wanahitaji waweze kukipata, watu waliweza kutuitika. Nafikiri mmesikia kuna taasisi pale kama NCCF wamesema watatoa milioni 5. Tumemsikia Mheshimiwa Waziri mwenyewe amesema atatoa milioni 4. Tumesikia WCF watatoa milioni 5. Tumesikia watu wengi sana. Mfano mkubwa namba 1 role model wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu. Tunaona ni mwanamke ambaye yuko pale juu akifanya mambo makubwa na mazuri, akiongoza nchi yetu kwa amani na maendeleo endelevu. Kwa hiyo sisi kama Sisters Iman tumeona kuna umuhimu kuwa na kitu ambacho ni endelevu, kitu ambacho kitaacha historia ya muda mrefu. Kwa kizungu tunasema legacy ya muda mrefu. Kwa hiyo siku ya leo tumezindua jarida hili ambayo itaenda kuwa kama a role model kwa mabinti wadogo wa Kiislamu, kuona kwamba kuna wamama na mabinti wadogo wa Kiislamu wakiwa na hijab zao wanafanya mambo mazuri.